Yes, nataka tuangalie potential lineup ya Simba Sports Club chini ya Dimitar Pantev, yani kikosi cha kwanza ambacho huenda kikawa kinatumika mara kwa mara. Tumetoka kupata updates kwenye wiki iliyopita ya michezo miwili ya kirafiki ambayo Simba amecheza dhidi ya Al Hilal Omdurman kutoka Sudan, na mimi kwa mtazamo wangu nafikiri kuna wachezaji takriban 5 ambao hawa, kutokana na updates za vikosi ambazo zilikuwa zinatoka kabla ya michezo hii kuanza, lakini kwa sifa na uwezo wao, na waona moja kwa moja wanakwenda kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha Simba chini ya Dimitar Pantev. Wa kwanza ni Shomari Kapombe, beki wa kulia. Wa pili ni Rushin Dariuk, beki wa katikati. Alassane Maodo Kante ni mchezaji wa 3. Jean Charles Ahoua ni mchezaji wa 4, lakini mchezaji wa 5 na wa mwisho ambao mimi naamini anakwenda kuingia moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza ni Eli Mpanzu Kibisawala. Sasa hawa ni wachezaji ambao mimi naamini wanakwenda kuanza moja kwa moja kwenye kikosi cha Simba, kwa sababu katika michezo miwili ya kirafiki dhidi ya Al Hilal ni wachezaji ambao walikuwa na nafasi kubwa sana ya kucheza, waliaminiwa zaidi ukilinganisha na wachezaji wengine ambao walikuwa ni kama wanafanyiwa mzunguko wa kikosi miongoni mwao. Kwa hiyo na hata mimi binafsi nikiwatazama wachezaji 5 kisifa, Dimitar Pantev akiwa anawapata wote wakiwa fiti, anawahitaji sana kiufundi kulingana na jinsi ambavyo anacheza. Mtu kama Kante, unazungumzia namna ambavyo Simba watahitaji kufanya build up kwenye phase ya kwanza, mtu atakaye kwenda kuwatawanya mabeki wawili wa katikati wakati timu inajaribu kutoka nyuma, kama ambavyo tulikuwa tunaona Gaborone walivyokuwa wanacheza. Lakini Kapombe, Dariuk ni uwezo, tunajua kabisa level yao, wakiweza kuoperate katika level yao ni untouchable kiukweli kwenye nafasi zao. Jean Charles Ahoua, kila mtu anaweza akawa na mtazamo kuhusu huyu mchezaji, lakini kwa mara nyingine tena mimi namuona akiwa anakwenda kuwa mchezaji muhimu katika kikosi cha Dimitar Pantev. Passing ability yake, lakini pia ana uwezo wa kwenda kuofa kitu ambacho Dimitar Pantev atakuwa anakihitaji pia kutoka kwa kiungo wake kwenye wale viungo 3 wa katikati. Kila hapa na pale Dimitar Pantev anahitaji kiungo wake mmoja kati ya wale wawili kwenye ule mstari wa watu 3 awe ana uwezo wa kufanya mikimbio ya kwenda kwenye boxi kwenye zile half space. Sasa hii ni game ambayo ipo kwa Ahoua, japo ni game ambayo hajakuwa akiitumia mara kwa mara msimu uliopita, lakini kwenye nyakati ambazo alikuwa anaamua kufunga safari Ahoua kwenda kwenye boxi, madhara yake yalikuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo juu ya kwamba ni pasa mzuri, lakini pia anaweza kumofa mwalimu mikimbio ambayo atakuwa anahitaji kutoka kwa kiungo wake kwenye ule mstari wa watu 3. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye mimi naona kabisa anakwenda kucement nafasi yake endapo atakuwa anapatikana. Lakini mwingine ni Mpanzu, na Mpanzu ni vile vile tu kwa sababu tunajua ndio winga bora ambaye Simba wanaye kiukweli, na ni winga ambaye mimi naamini Pantev atakwenda kumtumia katika mazingira ambayo yatakwenda kutoa kilicho bora kutoka kwake, kumpa leseni ya kucheza kutokea pembeni, kisha ndo aingie ndani, harakati zake azianzie pembeni, kisha awe na maamuzi ya kuendelea kutambuka pembeni au aangalie uwezekano wa kuingia ndani. Na sote tumeona namna ambavyo Mpanzu amekuwa na kustruggle pindi anapotakiwa kuanzia ndani kisha ndo aende nje. Kwa nafikiri huyu ni mchezaji ambaye atakapokwenda kutumika katika sifa alionayo, huyu ni mchezaji muhimu zaidi kwenye viungo wale washambuliaji hasa wa pembeni kwa upande wa Simba. Lakini zinabaki nafasi zingine 6. Sasa kuhusu nafasi zingine zilizobaki, mimi nafikiri competition ya Simba inaweza kwenda kuwa kubwa kwenye eneo la kiungo. Kwenye muundo wa 4-3-3 ni wazi kwenye eneo la katikati Dimitar Pantev anataka viungo wake wawili wa pembeni katika wale 3 wawe wanafanya runs kwenye half space. Sasa hicho ni kitu ambacho Ahoua anaweza kukifanya kila hapa na pale, na ni mzuri sana anapoamua kukifanya. Nabi Kamara, Morris Abraham pia wanaweza kukifanya hicho kitu. Kwa hiyo itategemea nini ambacho mwalimu atakuwa anakitaka kwenye eneo la kiungo. Huenda labda akataka aende na kiungo wa ulinzi kwa maana akagoma, awe safe zaidi akawa na Kante katikati, lakini kwa namna ambavyo kwenye mchezo wa kirafiki wa kwanza dhidi ya Al Hilal aliuendea, Maema upande mmoja, Awesu upande mmoja, katikati akabaki Kante, ni wazi mwalimu anataka offensive threat kwenye maeneo yote mawili ya kiungo, pembezoni mwa ule kiungo mmoja kwenye ule 3 wa katikati. Kwenye eneo la ushambuliaji kwenye mchezo wa kwanza alitumika Mutale kama namba 9. Sasa pingine nayo ilikuwa ni katika kujaribu kuangalia ni namna gani ambavyo ataweza kutumia false 9, lakini probably kwa idadi ya washambuliaji waliopo na kwa uwezo walionao
nafikiri atarudi katika utamaduni wa kutumia namba 9 asilia, either Soa, Mukwala ama Mwalimu. Eneo la upande mmoja wa winga kuna ushindani hapo. Kuna Kibu, kuna Maema, Mohamed Bajabiri taarifa zinaeleza kwamba anarudi. Kwa hiyo nafikiri uzuri ni kwamba kwenye maeneo mengine yote ambayo yanaweza akawa yanahitaji ushindani wa wachezaji ili kujua nani anaanza, uzuri ni kwamba wachezaji wengi ambao nimewataja wana sifa za kuweza kumpa Mwalimu kile anachokitaka, na uzuri ni kwamba Mwalimu kulingana na kikosi alichonacho na kwa aina ya mfumo anaotaka kuutumia, wachezaji wa kumpa kile anachokitaka kiufundi anao. Ni issue ya kuangalia ni nani ambaye anaweza kuwa kwenye mazingira ya kumpa kile anachokitaka kutokana na kiwango ambacho atakuwa amekionyesha.